wanasema kwamba leo ni Jumapili ni watao wa Makilu, na hii siku ya leo ni siku ambayo ni ya muhimu sana katika maisha ya Mkristo, kwa sababu ni siku ambayo tunajikumbusha Yesu Kristo akiingia katika mji wa Yerusalemu, na siku ya kesho Yesu Kristo ataingia katika mji wa Bethany, na siku ya Jumanne ambayo ni Tuesday Yesu Kristo atasema kwamba mmoja wenu atanisaliti, na usiku la Wednesday Yesu Kristo atasema yule mtu atakayemsaliti. Siku ya Thursday Yesu Kristo atakula pamoja na wanafunzi wake, na atakula pamoja na yule ambaye atakayemsaliti katika sahani moja. Na jambo la pili ya siku ya Alhamisi ni kwamba Yesu Kristo atawanawisha wanafunzi wake miguu. Siku ya Friday ambayo ndiyo siku ambayo tunaita ya Pasaka zaidi, ndiyo siku ambayo Yesu Kristo atakufa saa 6 na kutakuwa na giza totoro, na mpaka saa 9 pia na kutakuwa na mtetemeko wa ardhi. Na siku ya Saturday itakuwa ni siku Yesu wako kaburini. Siku ya Jumapili Yesu atafufuka na mamlaka makubwa. Nataka nikutangazie wiki hii ni wiki ya utakatifu in Jesus name. Ni wiki ya kujiweka karibu na Yesu. Sijui kama unanielewa. Hii wiki ni wiki ya kujiweka karibu na Mungu. Hii wiki ni wiki ya kukubali. Wacha Yesu akiteseka, akateseke pamoja nawe. Akateseke pamoja. Ailikathi nani wewe pamoja nake. Na ndio maana nimekupatia kitu inaitwa outline. Ni nini ambacho kinafanyika leo? Ni nini ambacho kitafanyika mpaka siku ya Jumapili? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siku hii wiki yote punguze zote. Hii wiki yote kuna kitu kitakuwa kinaendelea. Kila siku kuna kitu kitakuwa kinaendelea, na kila siku kuna kitu kitakuwa kinatendeka. Na leo ndio siku ambayo Yesu Kristo anaingia katika mji wa Yerusalemu. Haleluya. Na ndio siku inaitwa ya mitende. Basi maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo lango ni 21 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11, walipokaribia Yerusalemu wakafika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu akawatuma wanafunzi wake wawili, akawaambia, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu, nanyi mtamkuta punda amefungwa hapo na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Kama mtu yeyote akiwasemesha lolote, mwambieni kwamba Bwana yuna haja nao, naye atawaruhusu mumlete mara moja. Haya yalitukia ili litimie lile lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, na ni mnyenyekevu, naye amepanda punda, juu ya mwanapunda, mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda wakafanya kama vile alivyokuwa amewaagiza, wakamleta yule punda na mwanapunda, nao wakamtandikia mavazi, wakatandika mavazi yao juu ya pale, naye Yesu akaketi juu yake. Umati mkubwa wa watu ukatandaza mavazi yao barabarani, na wengine wakakata matawi kutoka kwenye miti wakayatandaza barabarani. Ule umati wa watu uliomtangulia na uliomfuata ukapiga kelele ukisema, Hosana mwana wa Daudi, amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana yu juu mbinguni. Yesu alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki. Watu wakauliza, huyu ni nani? Ule umati wa watu ukajibu, huyu ni yule Yesu nabii kutoka Nazareti katika Galilaya, na Mungu alibarikie andiko la kwake. Mara kwa mara Biblia inaniambia ya kwamba Yesu hajawahi tembea peke yake. Yesu kila wakati alikuwa anatembea na wanafunzi. Umati kila wakati ulikuwa unamfuata. Umati kila wakati ulikuwa karibu na yeye. Hata ukisoma katika tafsiri zingine zinakueleza kwamba ni watu wengi ambao walikuwa wanatembea na Yesu Kristo. Na wakati huu na msimu huu Yesu ametoka katika majaribu, na anajua kabisa anaenda kuteseka. Anajua kabisa anaenda kupata majaribu. Anajua
Let me tell you something. Huyu Yesu anateseka ili mimi na wewe tukaweze kupata uzima na uzima wa milele. Sema amen. The Bible says katika kitabu cha Mwanzo ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu na alimuumba kwa mfano wake, na wakati ulipofika neno la Mwenyezi Mungu linaniambia na mwanadamu akafanya kosa, na mwanadamu akakaa mbali na Mungu, na kwa sababu Mungu anaupenda ulimwengu akakubali Yesu azaliwe, akazaliwa kama mwanamke na kama mwanadamu wa kawaida. Kupitia kwa mwanamke Yesu akazaliwa. Sikia nikwambie, katika kitabu cha Yohana kinasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila atakayemwamini jamani asipotee, bali akawe na uzima wa milele. Ninakutangazia uzima wa milele. Ninakutangazia uzima wa milele. Nataka nitangaze uzima wa milele. Hata kama mambo ni mazito saa hii, wewe amini kwamba kuna uzima ambao unakufuata. The Bible says, Mungu akaangalia akaona, huyu mwanangu huyu, na hata kama ninampenda, ninataka nimpeane. Ni kwa sababu ninampenda, ninataka pia nimpeane kwa watu wangu ambao ninawapenda. Ngaya kwendete mwana, ngaya kwendete wendote kilimo, na welanga yu kwendete na paimundu hakwenda, ona paimundu kakwenda, palanga iwe na watu wabingite maishani maku na makwa, paimundu wisa ukwenda akanenga ni mwana wake, nimeana matoja unenga na maisha mo, makanenga na sirusio, nundu wa mundungi, wako wapi tuwaone? Hakuna. But the Lord in heaven, akaangalia akaona, nikwenda, sitaki mwanadamu apotee. But the more reason, alipeana mwanao, na tunasoma kwa wale wasomi wanasema, alikuja ili aweze kutengeneza kitu kwa kimombo tunaita atonement ama atuone, yaani atuunganishe tena na upendo wa Yesu Kristo. Nataka nikwambie kifo cha Yesu kinaenda kukuunganisha wewe na upendo wa Yesu Kristo. Na Yesu, kisoma katika kitabu cha Mathayo 4, maandiko yanasema kwamba na akaingia katika jangwa, na mahali pale alipata mateso mengi. Akakutana na Yesu Kristo, akakutana na ule Ibilisi. Na wacha nikwambie jambo moja, ndunga ileke tingilota tudiki ndukita sao kwetu tingilota tuwe. Yaani Shetani aliangalia akaona, huyu ni Yesu anaweza kuwa anasikia njaa. Akamwambia, kama wewe kabisa ni mwana wa Mungu, basi badilisha ili jiwe lipate kuwa mkate. Lakini Yesu ila amejawa na Roho Mtakatifu akamwambia, mimi ninataka nikwambie ya kwamba imeandikwa, mondo lake karamumu wa kimotoki choka. Akamchukua tena, akampeleka juu ya mlima, na akamwambia kwamba if kabisa wewe you are claiming to be the Son of God, nataka ujirushe na malaika wa Mungu watakungojea, watakuweza kukushika. Wacha nikwambie, Yesu akamwambia imeandikwa. Nataka nikufunze kitu ya kwamba wakati Shetani anakusumbua, mwambie imeandikwa. Itawaza Shetani kwa mwenye wigedana ni kuandikitwe, ili ukamwia ni kuandikitwe hata utasoma maandiko, ili ukamwia ni kuandikitwe hata utasikiloa mutabia. Pepa igoseta akampeleka juu ya mnara, akamwambia ikiwapo utaniabudu, basi mimi nitakupa vitu vyote ambavyo viko hapa duniani. Yesu akamwambia, usiwe na Mungu mwingine, na utaustahili kabisa kuwa na ibada ambayo itaheshimu Mungu mtu mwingine ila Mungu wetu wa mbinguni. Na baada ya Yesu kutoka pale, mambo haya yanatendeka within a duration of 40 days and nights. Biblia inaniambia kwamba Yesu hakukula na Yesu hakukunywa. Baada ya pale, Yesu ndiye huyu sasa na wanafunzi wake, na maandiko yananiambia ya kwamba akawa anatembea na akachagua wanafunzi wawili katikati ya wanafunzi wake, na wakawatuma ng'ambo nyingine, akawaambia kwamba ninataka muende
Yesu anatumana by the way. I don't know kama mnajua Yesu wetu anatumana. Yesu anaweza tumana kwako na hata usijue. Yesu anaweza tumana kwako na wakati mwingine ujue na ukose kutenda. Na wale wanafunzi wakaenda na kweli walimpata Bwana punda na punda Emoi na Kang'oli. Punda ni Emoi na kama na punda ndio Kang'oli. Ndio Kang'oli ni mtoto wa punda. Na wanafunzi wakafungua Luisi Emoi ni kilo kemo vivyo mwana ko na mwana ko saili zetu za Ukambani ndio mwote Emoi. Ndio Emoi anajikwita kingo na nao yikuna. Emoi anajikwita kitangati na nao yikuna. Emoi na yivete kubabu na nao yikana. Ni mnyama ambaye tulipewa na Mungu ndio. Na akiake sawa kukeuka Emoi akaogeuka au tena hapo na wapi mwalika. Emoi ndio kwenu cha kutemayo. Sika unaelewa hiyo. Emoi ndio kutela ukatemayo. Kana unaelewa kwa bidakaki. Kwa tena ndio imagine atemayo unaelewa hivi. Don't mind. Kana Yesu asifiwe. Wanafunzi wa Yesu Kristo wakaenda wakamfungua punda na mwanapunda na wakamleta mahali ambapo Yesu alikuwa amesimama ama labda alikuwa ameketi. And the word of God said, wakati ya mwanapunda alikuja Yesu maana wengine wasia Kang'olika kwa Kiswahili inasema huyu mwanapunda alikuwa hajawahi pandwa tangu kuzaliwa kwake. Kalaika utakimu, kalaika akuabu, kalaika ateja maomba suombe tuterasia tuimayu wake. Haleluya. Na Yesu ni watu mana. Kia kalaika akuno yethi anitha isi wikata Kang'oli. Undwa kwa chief agima andwa polisi agima kita kwa senesi we agima seneti ngei. Lakini Yesu akatumana na wanafunzi wakamletea mwanapunda na Yesu Kristo ni nami nikisiri kamongeleonesha Yesu Kristo wakati mwanapunda amefika. Biblia inaniambia ya kwamba alipanda kwenye huyo mwanapunda na baada ya kupanda kwenye huyo mwanapunda kwa mgongo wake watu walikata matawi wakatandika, watu wakakata matawi wakaweka chini kwa Kang'oli kwa kineneka hiyo matawi Yesu Kang'oli kabila kwa kite nika hiyo matawi Yesu kabisa. Lakini kwa sababu nondo nikakuite Yesu, nondo nikakuite Musume, the Bible tells me wengine walitoa manguo zao wakatandika ili mwanapunda ambaye amebeba mfalme aweze kupita pale juu. Sikia na unisikie vizuri mtu wa Mungu ya kwamba wakati Yesu amepanda mwanapunda alitandikiwa nguo nzuri, akatandikiwa matawi mazuri na akaanza kupitia mahala pale. Wewe wacha nikwambie mpendwa uliye mahali hapa, wana wa Yesu ukanenga wana ya kulana ya itaite si twali ya Yesu. The Bible says kale Kang'oli nengo inete ebudhitie nengo inete ebudhitie lakini nondo ne yakuye Musume. The Bible tells me nondo ne yakuye Musume. People went ahead wakatoa nguo zao wakatoa na wakakata na matawi wakatandika ili yule mwanapunda aliyekuwa amebeba Yesu Kristo aweze kupita juu. Na wakati awila wapitite neno la Mungu inasema ya kwamba walikuwa wanasema Hosana Hosana. Hebu sema Hosana Hosana. Walipita wakiimba Hosana. Pewa ndiwa hao hivyo wita wao sana Hosana. Sijui kama muimbaji alijua Hosana ilitoka wapi, lakini maandiko yananiambia kwa sababu ndio huyo mwanapunda alikuwa amembeba Yesu, basi alipita juu za
sio matandika ando matila matawi maseo na matandika nikanaka molika haka kuita Yesu kesi ne Paulo besietu alia Yesu Kristo. Nataka nitangaze ya kwamba bora utabeba Yesu, utapewa nafasi ya kupita. Bora umebeba Yesu, utaheshimika mahali hukuheshimika. Bora uko na Yesu. Unajua ilaka ngolika kila usome hapo chini, ilaka ngolika kabikisi Yesu ndia wakashina kao palazi wakaiki kwa kadiki waipo kasio kiego na kuna kai utidwa kiego bitungi tamba tu bali tungi bitungi mmoja wa mitungi 4 bitungi 4 akekiwa bitungi na kuongelea mitungi ingie undu. The Bible says Yesu Kristo baada ya kukutana na mwanapunda akapanda juu ya mgongo wa mwanapunda. Watu wakatafuta matawi chambani, watu wakatoa manguo zao na wakaweza kukubali mwanapunda akapita. Nataka ninene na mtu katika kanisa siku ya leo ambaye ananisikia siku ya leo ya kwamba bora uko na Yesu, bora umembeba Yesu, haijalishi uko na sura gani. Bora umembeba Yesu, haijalishi una mali au una mali. Bora umembeba Yesu, utaheshimika tu, utaheshimika tu. Yesu atakuheshimisha tu, Yesu atakupatia heshima tu. Kangolika kuita Yesu, watu walitoa nguo kwa sababu ya mwanapunda. Hata wewe watakuheshimu. Bora umebeba Yesu. Ndio sahihi tukiatikira. Tikatibu kuita Yesu. Si tualia Yesu. Kuna netoka nao. Kuna netoka nao. Wala mosuka na mwenda na Yesu kweli. Yala mwenda te muhimu mwiti na wewe jandore. Mwezi wana Yesu kweli. Wewe wana Yesu. Na ndio maana una Yesu anasema imeandikwa bila kuisana wako maana mwaila na bila Yesu ndiye wako utakosa kitu cha kumwambia yule adui. Lakini ukiwa na Yesu atanikwambia hata sehemu ambayo walisema utaingia, utaingia. Hata sehemu ambayo walisema utafika, utafika. Hata heshima ambayo ulinyimwa katika kijiji, bora uko na Yesu utapata. Hata heshima ambayo ulikosa kwa boma, bora uko na Yesu jamani, utaheshimika. Ninakuombea uheshimike, ninakuombea uinuliwe, ninakuombea upokee neema katika jina la Yesu Kristo. Wachana na wao, wewe beba Yesu peke yake. Unawe na Yesu. Na kama Yesu alijaribiwa, let me tell you. Kama Yesu alijaribiwa, hata mimi nawe lazima tutajaribiwa. Haiwezi kuwa ngumu. Tutajaribiwa tu. Yesu mwenyewe watatiwe. Mimi na wewe pia tutajaribiwa. Lakini katika kila majaribu, ukijaribiwa kila wakati sema it is written. Hallelujah. It is written. Imeandikwa. Nukenda na angayunge. Imeandikwa. Ona nuka kaneno mwaki motokichoka. The Bible says wewe na Yesu kwanza mautako moka mondolo mutangie. Utamutangie mautako moka. Shetani when amina ukubina na kundana kuyestore ako komanda maswali in the mighty name of Jesus Christ. Ninakuombea ili ubebe Yesu ndani yako. Yesu atakuinua juu. Ninakuombea ubebe Yesu ndani yako, maana Yesu anakupeleka viwango vingine. Ninakuombea Yesu akupeleke viwango vingine. Ninakuombea Yesu akuheshimishe wakati mahali ulidharauliwa. Anza kupokea sasa neema ya kuheshimika. Maana waliona uwezi fika. Anza kupokea neema ya kufika sasa hivi. Wale walisema uwezi enda, unaanza kuenda sasa hivi. Bora uko na Yesu ndani yako. Kuna wimbo unasema ati nitakufuata wewe, mfa kwa ajili yangu, nitakufuata wewe. Wakati mwingine ukifikiria maneno ndani ya wimbo, unaweza ukakosa kuelewa vizuri. Lakini mimi nataka niamini huo wimbo ni wangu na ni wako, ya kwamba nitakufuata wewe, mfa kwa dhambi zangu,
maisha yangu. Yesu Kristo anasema wale ambao tumelemewa na mizigo mizito, njooni kwangu na mimi nitawapumzisha. Bora uko na Yesu. Every other speaker who speaks against you becomes a noise maker. Provided you have God. If anyone speaks against you, that person is a noise speaker. Na watangasia wao ni noise speakers. Wao ni ndege wanapiga. Mungu tulie naye aweze kubali. Tuhangaike. Mungu natusaidie sana. Ukibeba Yesu lazima utaenda viwango vingine. Wangapi wanaamini kwamba wanaenda viwango vingine? Wangapi wanaamini wanabarikiwa? Hebu simama kwa miguu yako. Hebu tusimame.